Kwa majina naitwa Zanura Ibrahim, ni waziri wa mambo ya nje serikali ya wanafunzi Datuso. Marehemu Emmaus Kajura, kwanza ninamfahamu kama mwanafunzi mwenzangu, alikuwa akichukua shahada ya sheria. Lakini kipindi naingia chuo nilimfahamu pia kupitia Chama cha Mapinduzi, alikuwa ni kada, aliwahi kujitokeza kugombea nafasi ya mwenyekiti wa UVCCM tawi la Tumaini. Ndivyo ninavyomfahamu. Sawa, alikuwa ni mwanafunzi wa aina gani hapo chuo? Ni mwanafunzi msikivu, lakini pia alikuwa mnyenyekevu. Ni mtu ambaye alipenda kushirikiana na wanafunzi wenzake kila wakati, kuanzia kwenye matukio ya kijamii, lakini pia kwenye swala zima la elimu. Nyie kama wanafunzi wenzake, hakuna taarifa ambazo zozote mlizipata kabla ya uhai wake? Labda kuna changamoto ambayo alikuwa akipitia, huenda aliwahi kumuelezea rafiki yake wa karibu, na wewe kama waziri labda ziliwahi kufikia? Hakuna taarifa yoyote ambayo tumewahi kuipata kama serikali ya wanafunzi au kama mwanafunzi mwenzangu kwamba labda ana changamoto yoyote inayomsumbua. Ni mtu ambaye ukikutana naye muda wote ni mtu mwenye kutabasamu, ana furaha. Kwa hiyo ni ngumu kutambua kwamba ana changamoto gani. Ndio. Marehemu mtamkumbuka kwa lipi? Tutamkumbuka kwa mengi. Kwanza alikuwa ni mtu ambaye amesaidia wanafunzi wengi pale chuoni, hususan wanapofika chuo na kuanza kujisajili ile kujiunga na mwaka wa kwanza. Lakini pia alikuwa ni mtu ambaye anapenda kushirikiana na kila mtu. Hakuwa mtu mbinafsi. Hivyo tutamkumbuka kwa vitu vingi. Na nyie kama chuo kuna utaratibu wote ambao mmepanga kwa ndugu, jamaa na marafiki au ndugu wa karibu wa marehemu ambao nyie kama chuo mtautoa au mtashirikiana nao? Hapa tulipo kwanza tuko kwenye nyumba au familia ya marehemu, na tumeambatana na rais wa serikali ya wanafunzi na waziri mkuu. Kwa hiyo uwepo wetu hapa tayari inaonyesha kwamba kuna ushirikiano kati ya serikali ya wanafunzi na familia. Lakini pia tumejipanga kuona namna gani wanafunzi wenzetu watashiriki kumpumzisha ndugu yetu kwenye nyumba yake ya milele huko Bukoba vijijini siku iliyopangwa, kwa kuandaa usafiri, aidha kwa kuchangishana wenyewe, lakini pia tutaangalia kama mfuko wetu wa serikali ya wanafunzi unaruhusu, tutaona namna gani tunaweza tukaliweka ili jambo sawa. Sasa wewe kama waziri wa hapo chuoni, una lipi la kuambia wanafunzi wengine kupitia kifo cha mwanafunzi wenu huyu? Ninachoweza kuambia wanafunzi wenzangu kuhusiana na kifo cha ndugu yetu, naweza nikasema tu kwamba tujiandae, kwa sababu kifo kinakuja wakati wowote, kifo hakibishi hodi. Tujiandae tukiwa tunajua kwamba tutaondoka tukiwa tuko wasafi, hatuna makwazo na watu wala mikwaruzano. Tunashukuru sana na poleni sana kwa msiba. Asante.